Ningependa kusema kwamba wanahabari wanaweza kupata changamoto mingi kwa huu mwaka uliokwisha, tukiona wengi waliuliwa kule Gaza na kwengineko. Na mpaka sasa bado pia mambo kama haya yanaendelea. Kwa mfano, jirani yetu hapa Tanzania, wanahabari wanapata matatizo ya kuweza kuripoti matukio kwa sababu ya sheria ngumu ambazo zimewekwa na serikali ya Tanzania. Kwa hivyo tungependa kutoa wito kwa serikali ya Kenya pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba waingilie kati masuala ya Tanzania ili kuona kwamba kunakuwa na amani katika nchi hiyo, kwa sababu sisi tumeungana pamoja kama East African Community na tumekuwa ni kiungo kimoja. Kwa hivyo Tanzania ikiwa na shida, ni jumuiya nzima ya Afrika Mashariki iko na shida. Uganda ikiwa na shida, jumuiya nzima ya Afrika Mashariki iko na shida, kwa sababu sote tumeingiliana, hasa tuko pamoja. Kwa mfano, biashara nyingi ya Mombasa inaingia mpaka Tanzania. Kwa hivyo athari Tanzania, athari pia zitaingia katika Kenya. Kwa hivyo tungeomba serikali iingilie mambo hayo na Jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kuingilia kuona kwamba tunapata amani na yale matatizo ambayo yako Tanzania kwa sasa yanatatuliwa. Vile vile tunaomba serikali ya Kenya kwamba tumeona majuzi wamerekebisha ile sheria ya cyber na kuweza pia kuweka faini kubwa kwa wale ambao watapatikana na makosa hayo. Lakini tunasema kwamba hiyo pia inazuia kwa kiwango fulani uhuru wa wanahabari kuweza kuhabarisha wananchi na kutoa taarifa tofauti tofauti. Kwa hivyo tayari tunajua iko kotini hiyo kesi, lakini tunasema pia serikali iweze kuangalia hiyo sheria, kwa sababu haina maana ya kuwa na sheria ambayo itaweza kuzuia haki za wananchi wa Kenya wakati tuna katiba ambayo inatoa haki hizo kwetu sote. Wanahabari ni jambo muhimu katika hii nchi. Umeweza kuongoa maneno mingi, uwajibikaji kwenye uongozi, uwajibikaji kwenye kuendeleza nchi. So usalama wa wanahabari ni usalama kwa demokrasia, usalama kwa uongozi bora kwenye hii nchi. Lazima tuweze kuwalinda na tuwapende. Na pia sisi wanahabari wengine tukiwa tunaripota mambo, tuwe responsible. Turipoti mambo ambayo hayatoleta mtafaruku kwenye nchi, kwa sababu nchi yetu ni muhimu. Na ni muhimu zaidi kuliko mtafaruku wote, vita. So mkiwa responsible, hii nchi itaenda vizuri. Na sisi tunapongeza sana, mmeweza kuitoa nchi mbali na usalama wenu ni muhimu. Waandishi wa habari hususan Kenya wapitia magumu sana. Kipindi cha election inakuja na watu ambao wanakuwa vulnerable sana katika kazi yao na kupata shida ni waandishi wa habari. Mfano uliowahi, mimi na wenzangu juzi tumeenda Tanzania na mwandishi wa habari mmoja, Shoka Juma, kama mnaweza kumfahamu hiyo kisa, alishikwa na walimdetain. Sisi tulikimbia. Kwa hivyo sisi tunasimama na waandishi wa habari. Kazi yenu ni risk, lakini hatuwezi kubali. Lazima tujitoe kimasumasu, tujitokeze. Waandishi wa habari sio watu ambao onekana ndio others. You're not others. Bila nyinyi mambo yaendi. Kwa hivyo tunaambia serikali dunia mzima waweze kulinda waandishi wa habari, kwa sababu bila wao hao ni kama kioo cha jamii. Wanatuonyesha yale yanafanyika, ndio serikali iweze kutake action. Tutasimama na nyinyi, mtu yoyote anajaribu kuwadhulumu, tutasimama na yeye, kwa sababu hata sisi kazi zetu za wanaharakati, kama sio nyinyi waandishi wa habari, hatungeweza kufaulu popote. Kwa hivyo tuko pamoja na tuwaombea Mungu na tutazidi kupigana. Hatutaomba hiyo haki waandishi wa habari. Wafanye kazi yao. Kama wewe ni mhalifu, utaki kuonyeshwa na waandishi wa habari, wacha uhalifu wako. Asante. Thank you. And this is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. And as Mombasa Press Club, we stand in solidarity with all the journalists across the world who have actually found themselves, or rather they have had their rights infringed in one or the other way. And our rally call is actually to the government and our authorities to make sure that any crime committed against a journalist is actually worked on and action is taken against the perpetrators.